Tasimama kwa ajili ya kusoma neno. Tunafungua Waefeso sura ya 1. Kitabu cha Waefeso sura ya 1. Tunasoma kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Tunasoma mstari wa 1 hadi wa 6 wa Efeso. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo, kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa na uradhi wa mapenzi yake, na usifie utukufu wa neema yake, ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa. Katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Amen. Tunaomba. Weka vizuri, tuombe. Tunakushukuru Yesu, Mungu mpenzi, Baba kimbilio letu, Yesu Kristo, Mfalme muumba wa mbingu na nchi. Umetukusanya tena Baba jioni ya leo kwa ajili ya kumega mkate. Yes, tuhurumie, tuone chini ya damu kabla ya kumega mkate. Utuoshe Bwana kupitia damu yako ya thamani. Bariki usomi wa neno Bwana, tukijua kwamba maandiko yanaua, lakini Roho wako anauisha. Baba, acha haya maneno jioni ya leo yakalete uhai katika masikio ambayo itakayokwenda kusikia. Maana umesema Yesu Kristo, imani huja kwa kusikia, na kusikia ni kusikia neno la Kristo. Asante Baba, kwa sababu maandiko haya ni magumu, maana hapo kuko algebre ambayo Baba wenye hekima na akili ya dunia hii hawawezi kuvielewa, lakini uliahidi wewe utafunza watoto wachanga ambao wanahitaji kufunzwa. Yesu, uwe pamoja nasi katika ibada ya leo, mwanzo kama vile mwisho, kwa ajili ya utukufu wako Baba. Mamlaka yako yote tukiyahitaji akaweze kututawala, na nguvu za ibilisi za muovu zishindwe katika jina Yesu Kristo. Asante Baba, maana utakwenda kutenda hayo. Kwa jina Yesu Kristo tunaomba hivyo, amen. Kaa chini. Kaa vizuri, kaa ukiti vizuri. Nawasalimia jioni ya leo na kuwakaribisha tena kwa utukufu wa jina Yesu Kristo. Nashukuru Mungu wetu ameweza kutupa nafasi tena hii kwa ajili ya kuweza kuja kusikiliza neno jioni ya leo ya tarehe 9. Mungu ametupa hii nafasi, ni kwa neema tu, si kwa nguvu zetu. Ni neema zake Mungu ambazo amekubali iwe hivyo. Sasa tuna somo yetu, nafikiri kama nilivyosema
juzi Jumapili kwamba kwa kupata neno sio jambo rahisi, inaomba inatakiwa kujikonsakre sana, kumlilia Mungu, kuomba namna gani anaweza akakupa njia ukapate neno kwa ajili ya kuambia watoto wake, kwa sababu sisi hatuwezi kuja hapa tu tunaogota kama vile watu ambao hawana sehemu ya kuweza kula chakula. Hapana. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu tena, angalau tukipata sehemu moja ambayo Mungu ameruhusu itangazwe, basi hiyo inakuwa hivyo kwa sababu ya utukufu wake. Kwa sababu kwenye mambo ya Mungu hakuhitajiki mambo mengi sana, sijui mambo imwaye ya ajabu. Mungu yeye anafanya vitu katika urahisi, anajificha na kujifunua katika urahisi. Na ndio maana hata Yesu alipokuja hapa duniani, wengi walimdharau, wakaona kwamba ni mtoto wa mseremala, hajulikani kama baba yake ni nani, kwanza ni mimba ambayo ilikuwa na utata. Lakini wengine walisema Hosana mwana wa Daudi ndiye mbarikiwa. Kwa hiyo kila wakati inakuwa ni hivyo, na katika maisha ya Ukristo ni hivyo. Kuna wale ambao wataka kusapoti na wale ambao hawatakusapoti, na utaona tu na wengine wanaenda kanisani wanakuambia kwamba wanaenda kuabudu Mungu. Mafarisayo walikuwa wanaenda kanisani wanaabudu Mungu, lakini walimkashifu Yesu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Sasa tunasoma hapa tutajifunza hiki kitabu cha Waefeso, kitabu cha kilindi sana, kama nabii wetu anavyokwenda kutuambia, nabii wetu ndugu Branham. Ukisoma jumbe za adoption anasema kwamba kitabu cha Yoshua na kitabu cha Waefeso vinalingana. Yaani ukitaka kujua kitabu hiki cha Waefeso mwagano la kale, wende usome kitabu cha Yoshua, ndio itakuambia habari za Waefeso. Vinalingana. Sasa ni kitabu ambacho ni kigumu, tena kina mambo ya kilindi sana. Kwa hiyo naamini kwa msaada wa Mungu atatusaidia siku za mbeleni zinazokuja. Mungu kama atatupa nafasi na uhai, nafikiri tutakianza rasmi. Siku hizi tulikuwa tunachambua, tunaingia kwanza sura ya 4, angalau tunatoa ka flash, lakini hatujaingia kindani sana kwenye sura ya 4. Ni maflash tu kama vile introduction, preface, utangulizi kwa ajili tutakapofika kwenye sura, kwa sababu hiki kitabu kina sura kama 6 kama sikosei. Kama sikosei kina sura 6 tu. Sura 6. Kitabu cha Waefeso kinaanza sura ya kwanza hadi sura ya 6. Yaani chapitre premier na hadi chapitre 6. Lakini kuna mambo ya kilindi sana, na tutakwenda kuyaona, tutachambua moja kwa moja tukiwa na Branham akituambia, kwa sababu mimi sitasema vya kwangu, yeye mwenyewe atakuja kutuambia. Hapa hii inaweza chukua hata miezi. Inaweza chukua hata miezi. Kitabu hiki kimoja tu kuanzia chapitre ya kwanza hadi ya 6. Kuko mambo mengi ya kilindi. Uone tu hapa tu tuligusa habari za kitabu cha Mwanzo, tuligusa tu sura ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4 na ya 5 na 6, tukaishia pale, ilichukua miezi. Sasa na ndo tulikuwa bado hatujamaliza kufika hadi sura ya 50 ya kitabu cha Mwanzo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tutakwenda kusoma hiki kitabu, lakini bado tukingani na viporo ambavyo Mungu akisaidia tutakwenda tunavikatakata, tunamaliza, alafu ndo tutakuja kuingia kwenye kitabu cha Waefeso rasmi. Tutaingia rasmi kabisa tukisha kuwa na gwanda za mzuri, mabukli iko pale, yani bien arme, tukiwa pamoja na Frere Branham akija kutupatia mwangaza kwenye maandiko. Sawa? Kaa vizuri dogo. Usikae kama maskini, kaa vizuri.
Sasa tumetoka kusikia hapa, ngoja niparudilia tena. Tunaanza hapa introduction, kama vile utangulizi wa somo, kitabu cha Waefeso. Kitabu, oh my God, haitumiki. Haitumiki. Okay. Kitabu cha Waefeso. Mara nyingi kitabu hiki waga kinachukuliwa tu mashapitre, kinachukuliwa tu mashapitre, unakuta mtu anasoma, tutasoma kitabu cha Waefeso sura ya 2 hivi na vile. Sio vibaya, maana inategemeana na Mungu anavyoongoza mtumishi wake. Hatujaweka sheria hapo, lakini tunajua kwamba watu wanatofautiana na kila mtu ameitwa tofauti. Ameitwa tofauti, lakini vyote ni kwa ajili ya utukufu wa Yesu. Sisi tutachambua aya baada ya aya. Sasa Biblia inasema hivi: Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu. Paulo ambaye alikuwa ni mtume, apotre, un envoyé, missionnaire, missionari. Paulo alikuwa ni missionari wa Yesu. Yaani ukisikia apotre, mtume, ni mwenye ambaye ametumwa. Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye ametumwa na nani? Na Yesu mwenyewe. Kwa mapenzi ya Mungu. Paulo, mtume wa Kristo Yesu, kwa mapenzi ya Mungu, kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Paulo alikuwa ni mtumishi ama mtume wa Yesu, mtume wa Yesu kwa mapenzi ya Mungu. Alitumwa kwa watakatifu walioko Efeso. Ndio maana juzi hapa tuliongelea kwamba kanisa la Efeso, aliyekuwa mjumbe wa kanisa la Efeso alikuwa ni Paulo. Biblia yenyewe inaanza dhibitisha hapa. Ndugu Branham hakusema maneno ambapo kinyume na Biblia. Biblia yenyewe inaanza dhibitisha hapo kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, ambapo alienda kuhudumia ama kuhubiria watakatifu waliokuwa wanaishi Efeso. Efeso ni hapa Uturuki, Asia Minere. Ndio hapa anasema kwa watakatifu walioko Efeso, wanaomwamini Kristo Yesu. Ina maana utakatifu wa mtu ambaye anamfuata Mungu unatokana na kumwamini Yesu Kristo. Kumwamini namna gani? Unapozaliwa mara ya pili kwa Roho Mtakatifu. Branham akapanda zaidi, ukiamini na kuishia neno la wakati wako. Wanaomwamini Kristo Yesu, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Mambo ya kilindi sana. Yaani hapa tena kunaongelewa habari za uungu wa Yesu Kristo. Kumjua Yesu Kristo ni nani? Yesu Kristo ni nani? Na huyu Baba ni nani? Mambo ya kilindi. Narudilie. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Yaani
Kwa akili ya kawaida, yaani hapo utaweka ni watu wawili, kwa sababu neema inaongelewa kwanza, neema kwa mtu mmoja, pia tena inaenda kwa mwingine. Biblia ndio inavyosema hapa, na neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba. Mungu Baba huyo hapa, ambako kunatoka neema. Pia haikuishia hapo, na kwa Bwana. Neema itokayo kwa Baba Mungu na kwa Bwana na kwa Bwana Yesu Kristo. Na ndo maana maneno ya Mungu inakuwaga ni mnyororo, yanashikamana, haitilafiani. Biblia haitilafiani, Biblia inaongea kitu kimoja, yaani ni mnyororo, kama mnyororo wa baiskeli, yaani ruu zinavyozunguruka, yaani ni ruu moja baada ya ruu nyingine, moja baada ya nyingine. Ndio jinsi neno la Mungu lilivyo. Sasa neno hili au Biblia hiki kitabu ni neno ambalo limeandikwa na manabii ambao waliweza kufanya kazi ya Mungu kwa nyakati tofauti, na ndio maana wale ambao Mungu hajawapatia upeo wa kujua neno la Mungu, wakisoma Biblia wataona kama vile Biblia inajipinga. Kwa sababu gani? Unakuta anaenda kwa Yeremia, Yeremia alisema hivi, Isaya alisema hivi, Danieli alisema hivi, Ezekiel alisema hivi. Sasa kwa sababu wewe unafikiria kwamba Biblia inaandikwa kama kitabu cha jiografia, unafikiri ndivyo ilivyo, eti kwamba wanatilafiana. Hapana, hakuna utofauti. Tatizo ni kujua Mungu alitaka kusema maandiko haya kwa lengo gani, alitaka kukusudia kusema kitu gani. Kwa sababu hii Biblia, ili uielewe, ni context, sio kontena, ni konteni. Biblia ni konteni. Na ndio maana nikitoa mfano habari za ambayo tutakwenda kuiona hapa, habari za kitabu cha Mwanzo, habari Adamu na Hawa jinsi walivyokuwa, utasikia mambo mengi hapa, utashangaa. Tofauti na vile ambavyo vile vinavyoandikwa, sio vile ambavyo vinavyomaanisha, ni tofauti. Na ndio maana hakuna kitabu ambacho kinaongelea ukweli wa mambo ya Mungu kuzidi Biblia. Hii Biblia inazidi vitabu vyote venye unajua. Biblia hii takatifu ina maneno kama kuna kitabu ambacho kinaongelea maisha ya mtu kuanzia mwanzo, kwenye alitoka, kwenye aliko na kwenye ataenda, hakuna kitabu ambacho kinazidi Biblia, kinachoongelea habari za mtu alikotoka na alipo na kwenye ataenda. Hakuna kitabu kama hicho, tofauti na Biblia. Na kitabu ambacho kitakwambia ukweli wa Mungu, kuwa Mungu ni nani na alikuwa wapi na alifanya nini, ni Biblia. Sasa kwa sababu hiki kitabu kimeandikwa mwenigma, kimeandikwa kwenye mifano, kimeandikwa kwenye maparabole, kwenye mafumbo, mimi na wewe hatuwezi elewa, hatuwezi tukaelewa kamwe, kwa sababu hiki kimeandikwa na manabii. Mfano nakupa, Mungu mwagano la kale aliambia Musa kwamba asichonge sanamu, asichonge kitu chochote ambacho kinafanana na kule mbinguni. Lakini ile siku vile jioni yake Mungu akamwambia Musa, nitengenezee makerubi, unichongee makerubi. Sinaona. Kwa hiyo Paulo alikuwa ni mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, sio mapenzi ya mwanadamu, mapenzi ya Mungu. Hebu tumsome kwanza, alikuwaje huyu Paulo?
Wewe mwache fujo. Toka hapo. Toka hapo. Tukisoma hapa kitabu cha Waebrania mlango wa 2 sehemu ya kwanza, sisi tunasomaga Nabii Branham, sababu ndio mjumbe ambaye ametumwa kwa wakati wa leo ya tarehe 25 mwezi wa 8 57 asubuhi. Nabii anasema hivi, aya ya kwanza hadi ya 10 hadi ya 10 hapo, tusome hapo kwanza sehemu ya pili ya Waebrania mlango wa 2. Nabii anasema hivi, tulikuwa hapa darasani na kufurahia nini? Sehemu tupo kwenye kanda. Na sasa kitabu cha kwanza cha Waebrania, alikuwa anafundisha hiki kitabu cha Waebrania. Na sasa kitabu cha kwanza cha Waebrania ni Paulo. Tuliona ama tunaamini wanateolojia wameshindwa, hawajui kabisa ni kipi ama ni nani aliyekiandika. Yaani unapokwenda kusoma kitabu cha Waebrania, waraka kwa Waebrania, wanachuo ambao wanasoma Biblia hawajui kama kitabu cha Waebrania ni nani ambaye aliyekiandika. Kwa sababu gani? Biblia hawakuandika kama ni fulani, hawaelewi, iko siri. Lakini sisi kwa neema ya Mungu, kwa wakati wa mwisho, Mungu anakuja kutuambia nini? Siri. Pastor Chef, ni kama vile wale wanafunzi wawili ambao walikuwa wanaenda Emau. Biblia inasema alikuwa ni Kleopa na rafiki yake, lakini mu Biblia hawakusema jina lake alikuwa ni nani. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa wakati wa leo, yule rafiki wake wa pili alikuwa anaitwa Theophili, lakini mu Biblia hutaona. Ndio kisi Mungu anafanyaka. Na ndio maana Yesu, ukisoma kwenye Luka sura ya 2 au sura ya 3 ile, maandiko yanasema kwamba laiti vyote ambavyo Yesu alivyovifanya hapa duniani vingeliandikwa, hakuna ambaye angeliweza kunyanyua ama kupeleka kitabu. Ni mambo mengi. Sasa yale ambayo hayakuandikwa mu Biblia ndio yanafunuliwa leo, ambayo yako kwenye mgongo wa Biblia. Hii Biblia hii imeandikwa nje na ndani. Hii Biblia huko, haya maandiko ambayo tuko tunayaona hapa, wa Efeso, Mathayo, Luka, ambayo tunaona na macho ya kawaida. Lakini sasa fasiri ya haya yako kwenye mgongo. Na ndio maana Yohana alipoona kile kitabu kilikuwa kimeandikwa nje na ndani, ilikuwa ni Biblia. Sasa yale ambayo yalikuwa yanaandikwa kwenye mgongo wa Biblia ndio siri, ndio haya ambayo tunawasomea hapa. Ndio haya ambayo tunawasomea hapa. Na ndio maana wakati zile ngurumo zilipoanza kupiga sauti, zilipoanza kupigwa, akaanza sikia sauti ya zile ngurumo na zile siri ambazo alikuwa anaambiliwa na yule malaika. Yohana akataka kuwa tayari kuandika, lakini
akaambiliwa kwamba usiandike Yohana, yaweke muhuri. Kuweka muhuri yani ukae kimya, usiseme chochote, usikilize na uelewe, lakini usiambie mtu yeyote, kama vile Paulo naye alivyoambiliwa kwenye Wakorintho wa pili sura ya 12. Na yeye alienda kwenye mbingu ya tatu, alisikia maneno ambayo haijuzu mtu kuyaongea. Unaona? Sasa kwa neema ya Mungu kwa wakati huu wa mwisho, kwa sababu huu ndio wakati wa kufunua kila kitu. Hivi gisi ninavyoongea hapa na kuambia haya maneno, ndio mafunuo yote haya hivi. Hakuna mengine. Basi angalia huko. Tulikuwa hapa darasani na kufurahia nini? Sehemu tupo kwenye kanda, na sasa kitabu cha Waebrania ni Paulo. Nasikia nabii anavyosema. Mu Biblia waandiki kama ni Paulo. Utasema mbona aliongeza? Hapana, ni mafunuo. Neno la Mungu, tafsiri ya Biblia inatoka kwa nabii. Amosi alisema, ukisoma kitabu cha Amosi 3:7, Mungu hatafanya jambo lolote asipofunulia kwanza watumishi wake manabii siri zake. Ni Paulo. Tuliona ama tunaamini. Wanateolojia wameshindwa, hawajui kabisa ni kipi ama ni nani aliyekiandika, lakini ninaamini mtu yeyote aliye na utambuzi mdogo wa kiroho angeweza kuona ilikuwa ni Paulo. Inaaminiwa na karibu waandishi wote kuwa ni Paulo, na jinsi ambavyo alinini katika mlango wa kwanza tuliona ya kwamba ilikuwa ni kumtukuza Bwana Yesu. Jinsi alivyolileta kuonyesha kwa ujuzi aliokuwa nao akienda zake Dameski. Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 9 utasikia habari, kabla hajaitwa Paulo alikuwa anaitwa Sauli. Aliitwa Sauli, na walikuwa wanamwandaa ili awe kuhani. Lakini sasa baada ya kukutanana na nuru, ilikuwa adhuhuri, muda wa saa 6, saa 5, saa 6 ndo adhuhuri. Kuko asubuhi, kuko alfajiri, asubuhi na adhuhuri. Adhuhuri ni saa 5 kwenda saa 6. Wakati anaenda kuua, alikuwa amepewa. Ukisoma ile Matendo ya Mitume tu sura ya 9 inakuambia mambo yote, jinsi Sauli alivyokuwa mkali, mwenye hasira. Alikuwa anaenda kufunga wakina Petro. Alipewa barua ya kwenda kutesa watakatifu. Na ndio maana wakati Stefano anapigwa mawe, Paulo alikuwepo, alishuhudia, na maisha yake yote akawa naomba, akawa anajikuta kwamba anahatia kuhusu kifo cha Stefano, kwa sababu alishuhudia wakati mtakatifu anakufa pale, na yeye anachochea. Sasa wakati anaitwa Sauli, akawa anaenda Dameski na wenzake na maaskari wengine kwa ajili ya kwenda kufunga watakatifu. Na ndio maana hii neno hii ni uamsho ambao unatikisa ulimwengu. Na ndio maana hivi kuna wakati watu watakuja wanatutafuta kutufunga sisi kwa sababu ya huu ujumbe ambao tunaotangaza. Itafikia moja ya siku hizi tu vitafikia, na hivi vyote itakuwa ni ishara kwamba tayari muda haupo, tunataka nyakuliwa, tunaenda zetu mbinguni kwa ajili ya karamu ya mwanakondoo. Sasa nabii anasema hivi, Paulo alikuwa hapo mwanzoni mwanateolojia halisi. Jinsi alivyolileta kuonyesha ujuzi aliokuwa nao akienda zake Dameski. Sasa Paulo alikuwa hapo mwanzoni mwanateolojia halisi. Paulo na yeye alisoma Biblia, alisoma chuo cha manabii. Mwalimu wake alikuwa Gamalieli. Alikuwa anajua maandiko, alijua maandiko, lakini iko mpagani. Na ndio maana kujua maandiko haijawa ishara ya mtu kuwa Mkristo. Tuna wengi. Kuna kipindi fulani wakati tuko Afrika kule kwenye msiba fulani, mzee mmoja alikuwa amelewa, lakini alichukua Biblia akaanza hubiri na upako. Kwa hiyo kujua maandiko haijawa ishara kwamba wewe uko wa Mungu. Hapana. Paulo huyu kabla hajakuwa Paulo alikuwa Sauli.
alikuwa anatesa watakatifu. Ndio maandiko anavyosema. Ngoja niwadhibitishie hapa. Matendo ya Mitume sura ya 9. Sasa mara nyingi sipendagi kuchukua Biblia kwa sababu ya kuokoa muda. Hapa sura ya 9 mstari wa kwanza inasema hivi ya Matendo ya Mitume: lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Sauli alikuwa anafanya nini? Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana Yesu. Hii Bwana hii ndio Mungu. Na ndio maana tutakuja tena kuigusa vizuri habari za hiyo wa Efeso sura ya 1. Eti Baba Mungu kwa utukufu wa mwana Bwana wetu Yesu Kristo. Hii Bwana ukienda mkiebrania ndo Yehova. Yehova mkiswahili ndo Bwana. Mukibembe abecha. Imana mulugha zingine Imana tusengera komeye, Imana itabura kuseruka, Imana yumva masengesho. Hii Imana hii yani ça dépend na yani mkiingereza sasa inakuwa Jehova sawa ama God. Sasa alikuwa anaenda kutesa wanani? Wanafunzi wa Bwana. Wa Bwana nani? Wa Bwana Yesu Kristo. Yaani watoto wa Mungu. Yesu ndiye Mungu wa pekee. Unaposikia Baba Mungu, Bwana Yesu Kristo ni mamoja, lakini ni vitu ambavyo hii Baba Mungu ni cheo. Ni cheo cha Mungu. Lakini jina lake sio Baba. Ndio maana Yesu alishukuru Mungu akasema, Baba nakushukuru kwa kazi uliyonitumia na nimewajulisha jina lako. Alijulisha watu jina lake ya nani? Jina lake. Na baadaye kwenye Yohana akasema, na alikuja katika jina la Baba, hamkunipokea. Baba yake alikuwa nani? Yesu. Na ndio maana kila mwana anachukua ubini wa baba yake. Aliitwa Yesu Kristo. Kwa hiyo Bwana hii ukisoma huku kwa Biblia, nakumbukaga sana hii sikwagi na isahau jinsi mchungaji alikuwa Revelation 1. Acha watu. Kwenye Biblia hapa kabla ya hii dibaji inasema hivi: tunza katika kitabu hiki neno hili Bwana au Mungu lionekanapo kuandikwa hivi kwa herufi kubwa, ni kuonyesha hilo jina lililo takatifu sana la Mwenyezi Mungu, yaani Yehova, walilolitumia Wayahudi kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo ukiweka Yehova etegale Bwana, etegale God, etegale Dieu, abecha Imana, Zambi ukienda Mkikongo, Mulingala Njambe, na kadhalika. Tutakuja kuigusa vizuri tukiingia vizuri hapa. Lakini Sauli akizidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu
akataka ampe barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafula ikamwangaza kote kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Ile nuru ambayo alikuwa na ilimwangusha, ilimpiga jido. Kwa maneno mengine, anatembea kwenye farasi hivi na eskorte yake, chini, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Sauli akasema, ni nani ambaye nayemuuzi Bwana? Alijua ile nuru, na ndo hii hapa nuru ambayo ilikuwa ikisema na Sauli wakati anaenda Dameski, nguzo ya moto. Kwa maneno mengine, ile ambayo ilikutanana na Musa kwenye kichaka, ile ambayo ilimwambia Musa, mahali ambapo umesimama hapa ni patakatifu, vua viatu. Kuvua viatu maana yake ondoa mapanse, ondoa teoloji, ondoa itikadi, ondoa mila na tamaduni ambazo ziko kinyume na neno. Akakutanana na hii nuru, Sauli ikamwambia, Sauli, Sauli, mbona waniuzi? Sikia, akasema, Sauli ndo alisema, huu nani wewe Bwana? Akusema wewe, eti alikuwa anajua kwamba hii nuru ikitokea, alijua kwamba hii ni nguzo ya moto. Hii ina maana huyu mtu haiko mtu wa kawaida. Nuru mko anatoka sawa sawa na alivyokuwa Mungu alipokuwa anatembea, alikuwa anatembelea Adamu na Hawa mshamba la Edeni wakati wa jioni. Nuru ndio ilikuwa inashuka chini ya mti, inakuja kuwaambia, inawasalimia, inakuwakumbatia na kuwabusu, alafu tena hiyo inarudia. Merci Seigneur. Nani wewe Bwana? Naye akasema, sikia hii nuru ilivyosema. Unasikia Paulo alivyoita, aliita hii nuru Bwana. Na hapa tayari tulishapata fasiri, utunze neno hili Bwana katika au Mungu. Na irudilia tena, pate kamsingi kidogo. Tunza katika kitabu hiki. Kitabu gani? Hii Biblia. Popote utakapoona haya maandishi ambayo yameandikwa en grand caractère kwa herufi kubwa, utunze hiyo jina, ujue kwamba sio jina la kawaida, ni jina ambalo liko juu zaidi la utakatifu. Tunza katika kitabu hiki neno hili Bwana au Mungu, lionekanapo kuandikwa hivi kwa herufi kubwa, ni kuonyesha hilo jina lililo takatifu sana la Mwenyezi Mungu, yaani Yehova, walilolitumia Wayahudi kwa lugha ya Kiebrania. Ina maana tayari Sauli alikuwa ameshajua kwamba huyu ambaye amemtembelea huyu ni Yehova. Tayari alikuwa ashajua kwamba hii nuru haiko ya kawaida. Yehova huyu ananitembelea, kwa sababu alifunzwa, alikuwa anajua hadithi zote, wana wa Israeli walivyokuwa Misri, walivyotembea jangwani na Musa, nguzo ya moto ilivyokuwa inakuja usiku na mchana inakuwa wingu, vyote alijua. Na ndio maana ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10 ana explicite vizuri, eti ndugu zangu, msijifanye kusahau ugumu ambao ulipata wa ndugu zetu wakati walipotoka Misri kwenda wapi? Kanaani, mambo ambayo yalikwenda kuwapitia, na wengine walikufa kwa sababu ya kumziaki Mungu, kumnungunikia Mungu na kadhalika. Paulo akaanza kuwaambia, alikuwa anajua kila kitu, lakini alikuwa mpagani. Anajua maandiko, lakini anaenda tesa nani? Watoto wa Mungu. Sikia ile nuru ilivyosema sasa. Akasema, huu nani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe.
Nuru ikaja kumwambia, unaniuzi mie Yesu? Kwa sababu Yesu tayari alikuwa ishakuwa ndani ya wakina Petro. Ile ahadi ya Roho Mtakatifu ilikuwa ishakuja. Yeye Paulo akafikiri anaenda funga watu wanaume na wanawake kwenye masinagogi, kumbe anataka aende afunge nani? Yesu. Yesu tayari alikuwa ishakuwa ndani ya wamitume anatembea hivi. Watu wanaweza kutafuta Mungu kwenye wanaenda kusoma, wanaenda kuomba kule tayari na Mungu iko ndani ya watu. Na ndivyo ilivyo hata leo. Watu wengi wanaenda kwenye makanisa, wanashindwa kuelewa kwamba Mungu tayari amekuja kwa wakati wa leo katika umbo la Branham. Amechukua umbo la Branham, amekopa mwili wa Branham kwa ajili ya kuleta hizi siri. Watu wanaendelea kuabudu, kumbe huku tuko Goshene tunapata injili ya kweli. Mimi ndimi Yesu unayeniuzi wewe, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Nasikia ukisoma hapo Biblia inaendelea hapo. Sisi tunaingilia kwa nabii. Nimtaka nionyeshe hapo. Katika mlango wa kwanza tuliona ya kwamba ilikuwa ni kumtukuza Bwana Yesu. Jinsi alivyolileta kuonyesha kwa ujuzi aliokuwa nao akienda zake Dameski. Sasa Paulo alikuwa hapo mwanzoni mwanateolojia halisi. Paulo alifundishwa chini ya Gamalieli, mmoja wa walimu waliobora sana wa siku hizo. Na ndio maana unasikia mahubiri ya Paulo yalikuwa ni makali. Petro walikiri kupiga saluti. Petro ambaye alipewa funguo za mbinguni. Funguo. Petro aliambiwa chochote kile utafunga hapa na mbinguni kinafungwa. Utaka tufungue hapa na mbinguni kinafunguliwa. Lakini alipofika kwa Paulo, aliposikia injili kali, jinsi anavyopamba sijui niseme aje, anavyofafanua neno la Mungu, anavyoelezea watu neno la Mungu, kuelezea. Na ndio maana kanisa likikosa mafundisho makamilifu ya kweli, kanisa hili imekufa, lina uti wa mgongo, asema nabii. Kanisa yako unafundisha watu nini? Unawapatia maziwa? Unawapatia nini? Kanisa la kweli linakomaa kwenye mafundisho ya kweli ya Kristo. Hii ya rejareja tena tuanze fika hapa hivi kama vile watu ambao wanafundisha Sunday school, tuanze hubiri tena kuvuta sigara ni dhambi. Je, kukunywa pombe ni dhambi? Hiyo iko primaire. C'est trop bas. Iko chini sana. Kwa sababu hivi haya maisha ambayo tuko nayo, kuna watu ambao depuis wazaliwa hawaja kunywaga pombe, na wanajua kwamba ni makosa, lakini hana Mungu. Lakini utamwona anajichanganya kwenye mapombe. Huko watu leo depuis wazaliwe kuzini, hawajawahi kuzini, lakini hana Roho Mtakatifu. Paulo huyu alifundishwa chini ya mwalimu mkuu wa siku zile, Gamalieli. Na ndio maana kanisa, mkikosa mwalimu, kanisa yoyote, iwe ya ujumbe iwe ya wapi, kanisa yenu mkikosa mchungaji wenu kama hana kitu cha kuwafundisha, mtakuwa mamedis, asema nabii. Une église sans doctrine, une église sans un enseignement, cette église-là est une médise. Vous êtes médise. Kanisa la Mungu likikosa mafundisho msingi, mkikosa kolone vertebrale, uti wa mgongo, kwa sababu mtu haiko minofu, mtu ni ate amkongo, mtu ni mti wa mgongo, ndio kinachofanya mtu awe mzima. Uti wa mgongo ukivunjika, tayari mtu anapooza.
Branham anakuambia uti wa mgongo ndio mafundisho ambayo kanisa inapaswa ifue. Hapana vya mateolojia, masemina, hapana. Unatoa Biblia ambayo imefasiriwa. Paulo alikuwa hapo mwanzoni mwana teolojia halisi. Paulo alifundishwa chini ya Gamalieli, mmoja wa walimu walio bora sana wa siku hizo. Naye alikuwa ni msomi na mwenye akili. Naye alikuwa ni mwalimu hodari sana wa Biblia. Unasikia? Branham. Paulo msomi, na ndio maana hakuoaga maisha yake yote, hakuoa Paulo kwa sababu Branham anasema sehemu zingine kwamba baba na mama yake walimtuma shuleni ya chuo ile ya kwenda kujifunza teolojia ya Biblia na chuo za manabii, ili baadaye aje akuwe kuhani. Na ndio maana wakati alikwenda kuonana na Yesu hapa alikuwa ishakuwa mtu mzima. Yaani maisha yake yote ilikuwa huku tu. Na ndio maana alikuwa bien kale kwenye teolojia. Na ndio maana wakati alipokuwa akikutana na wale wana teolojia na ndio maana teolojia haitokani na Mungu, ni shetani. Kwa sababu kama ni Mungu, Paulo angeliendelea na haya masomo yake ya kiteolojia. Lakini Mungu alibulverse, akatoa elimu yake yote. Mungu akampa sasa, akaenda Uarabuni. Maandiko ndio yanavyosema Biblia. Akaenda Uarabuni, akafanya miaka 3.5. Anajifunza hii nuru ambayo ilimtokea ni nuru gani? Mungu akawa anamfunulia kule, kuanza kumwelezea hii nuru. Wakati uliona wakati fulani kule Misri, wana wa Israeli walipokuwa Misri, akaanza muelezea kila Uarabuni. Ndio kwenye alienda jifunza Paulo. Roho Mtakatifu alimtuma kule miaka 3.5. Hivyo bado hajakutanana na wakina Petro Yerusalemu. Hayajua hata mmoja, ni yeye tu na Kristo. Na ndio maana wokovu ni wa mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi. Uwe na experience na Mungu wako aliyekuita. Hapana ile ambayo tulikuwa tunashuhudia ya zamani, yaani mtu mkanisa, ndugu dada iko naishi na experience ya mchungaji wa. C'est faux. Ce n'est pas la parole. Frère Branham dit on doit critiquer ce qui est faux. Usitegemee experience ya mchungaji wako. Ile ni ya kwake yeye peke. Hata kubeba mbinguni kwenye mgongo. Ni kila mtu binafsi. Wokovu ni wa mtu binafsi. Paulo akuangalia hivi kisha kutana na Yesu hivi, nitafanyaje? Si ajua hata kitu chochote. Ni kingali abruti. Basi ningoje niende ikae chini ya Petro na wakina Andrea na nini. Nguzo ya moto yenyewe ndio ilimshughulikia. Usijipige kifua kwenye experience ya mtu mwingine. Hapana. Mama yangu ndo alianzaga hii dini, ndo alianza hii imani. Mama yako ataenda mbinguni, wewe unaenda kuzimu. Naye alikuwa ni msomi na mwenye akili. Naye alikuwa ni mwalimu hodari sana wa Biblia. Paulo huyu. Gamalieli tuseme hivyo, Gamalieli. Nami niliona jambo hili wakati alipokuwa njiani akienda zake Dameski. Paulo huyo anaenda Dameski. Sura ya 9 ya Matendo ya Mitume. Akiwa na barua mfukoni mwake, apate kuatia mbaroni wote wale waliokuwa kwenye njia ya Injili takatifu ya zamani za kale iliyobarikiwa. Na ndivyo itakavyokuwa kwa wakati wa leo. Roho ikufaki. Watu leo wanaendelea kudidimiza Injili isiendelee. Ni roho za shetani. Anaenda tesa watoto wa Mungu, na anajua kwamba kutesa watoto wa Mungu ni kinyume ya neno, na alikuwa anajua sheria, amri 10 zote zinasema usiue, usishuhudie uongo. Vyote anajua, usishuhudie uongo, vyote anajua. Lakini anaenda ule na farasi yake, anaenda fuata, anataka aue watakatifu. Teolojia ndio maana iko na uwana. Wengi wanaenda soma teolojia, tena kufika kanisani wanaanza uwana, kuwekeana masuku. Unaona mtu mmoja tu anainuka kule kwao tu, anaanza kuhubiri vizuri, watu wanabarikiwa. Ale Beniole. Ale mwana wa Beniole.
ye wasumanye iwe ni ola akiti niwe andele ye ya etabile awula mwambaka wa mwana biloli awe mama amwe masese mabwela manga sakewe ale embola pu chini ndio vinabakia kwa madhehebu hivi. Na ndio maana madhehebu haiko ya Mungu. Branham anaendelea kusema nami niliona jambo hili wakati alipokuwa njiani akienda zake Dameski, akiwa na barua mfukoni mwake apate kuatia mbaroni wote wale waliokuwa kwenye njia ya Injili takatifu ya zamani za kale iliyobarikiwa. Na mtu huyo alikuwa ni mwaminifu. Unasikia huko? Kuwa mwaminifu imaanishi kwamba uko Mkristo eti kama utakuwa mpagani. Hapana, tu peux être sincère mais païen. La sincérité ne dit rien. Tu peux être sincère étant même païen. Unaona huyo Sauli, Paulo alikuwa mwaminifu, alikuwa anasimamia venye anaenda fanya, anatetea nini? Gombo za manabii, chuo za manabii sana wengine, lakini anaenda uwana. Utasikia Branham hapa. Na mtu huyo alikuwa ni mwaminifu, alikuwa mwaminifu kwenye kile alichokifanya, kwa kile ambacho anaenda kukifanya, akiwa naamini kuhusu ile dini yake ambayo alikuwa nayo ya Uyahudi. Lakini daima nimeamini ya kwamba tangu Paulo alipomwona Stefano akifa, nafikiri jambo hilo hapana budi lilimkera sana. Yes. Wakati aliporizia kifo cha Stefano, nasikia nabii alivyokuambia, Paulo alirizii, na ndio maana wakati wote Paulo alivyokuwa na ubiri alikuwa anasema sistahili kusema maneno haya ya Mungu na kuwa mbele ya watakatifu wa Mungu, mimi ambaye nilienda kuuzi kanisa la Bwana, mimi ambaye niliuzi kanisa la Bwana kila wakati. Ila alikuwa anasema hivyo kwa sababu ya damu ya nani? Ya Stefano. Alirizia. Na ndio maana kuua mtu sio hadi kuukisu au na kitu fulani, hapana. Branham anasema Muebrania, hasira tu ya ndugu yako tayari unaua. Yaani ile tu Paulo kurizia kwamba aonge na yeye akachangia, na yeye vile alimpiga mawe Stefano, na wakati watu hawakumuona, lakini Mungu wa mbinguni aliona nia na kusudi ya moyo wa Paulo, akahukumiwa. Na ndio maana Mungu anahukumu nia na kusudi. Unaweza ukahubiri, lakini nia yako ikiwa mbaya, Mungu atakuhukumu. Hata kama unahubiri neno la kweli, kama nia ya roho iko vibaya, haiambatani na haya maandiko, wewe uko kinyume. Yaani deja uko conferencier vile, kama gisi ninavyohubiri hapa hivi. Nikihubiri haya maandiko haya, nikihubiri hili neno na moyo uambatani na haya, tayari niko na baseduire. Je peux être sincère mais dans les faux. Sikia hapo, wakati aliporizia kifo cha Stefano na akashika makoti ya hao waliompiga mawe. Nasikia hakuwapiga mawe, ile efe tu. Ukisoma Wakorintho, usoma Matendo ya Mitume sura ya 7, ile hali tu ya kushika bundele nio bundele na wewe tayari unashiriki ile dhambi vile. Ondo lele wale tukali na emo pora ile watu tunemu deal ile mule madolari ile. Wewe unabakia unachunga gari pale. Tayari na wewe uko muzambi. Unashiriki ile dhambi. Maneno ya Mungu magumu. Na ndio maana Yesu alisema mimi sikuja kutangua Torati, na kuja kuamplify, kuzidisha. Mwenye atakayemwonea ndugu yake hasira anamuua. Haiko tena ya kisu. Mwenye atashola tu anaua. Ukitamani mwanamke tayari unazini naye.
Daima nimeamini ya kwamba tangu Paulo alipomuona Stefano akifa, nafikiri jambo hilo hapana budi lilimkera sana. Wakati aliporizia kifo cha Stefano na akashika makoti ya hao waliompiga mawe, basi Paulo alikuwa na hatia ya damu ya Stefano. Paulo, na ndio maana hakukataa. Nasikia maandiko yanavyosema, na Paulo ndivyo alivyosema kwenye ukisoma maandiko ya Wakorinto na kadhalika kule. Yeye alikuwa anaenda tu, mimi sitasema, siwezi. Kidogo aanze toa siri zenye alienda kuona mbingu ya tatu. Wakorinto wa pili sura ya 12. Akasema nitajisifu, ningelipata nafasi ya kujisifu. Mnaweza chukua hata madhaifu yangu, mnaweza sema hata nataka jitukuza. Lakini nitasema nini isipokuwa kusema tu madhaifu yangu? Nafikiri madhaifu ilikuwa ya nini? Nalitesa kanisa, nalitesa na kuuzi kanisa la Mungu. Paulo ndo anasema alikuwa na hatia ya kuua nani? Stefano. Ile efetu haya hakupiganaga mawe, lakini tu alichukua kote wa mundele yangu itango chapa yo magolo mwire ibani waike Mungu sana nonlangisha lonsuku Mungu akashi tango chotendele ya Branham anasema kipindi kile kulikuwa watu 5,000, watu 5,000, 5,000 personnes ambao walikuwa wanashuhudia kifo cha Stefano, lakini mteule alikuwa ni moja, yeye Paulo tu, mu watu 5,000. Yaani Mungu alikubali Stefano afe ili Paulo aokolewe. Mu watu 5,000, hao wote walikuwa wapagani, umoja tu ndo mteule. Na ndio maana wateule hawakuwagi wengi katika kila wakati, hawakuwagi wengi. Sikio, na akashika makoti ya hao waliompiga mawe. Basi Paulo alikuwa na hatia ya damu ya Stefano, naye alikiri. Nasikia maandiko huko, ukisoma Biblia inakuambia vile. Branham hakuhubiri kinyume na Biblia, anakuja kuwafunulia maandiko mujue, msikalie kudanganya danganywa. Bikira mama Maria, mama wa Mungu ya bongo vile, mama ibada ya mashetani ya mizimu. Bikira Mariamu, shaona Mungu ana mama wewe. Naye alikiri na kusema hata sistahili, kasema kwa maana nilimwaga damu ya nini wake mfia imani Stefano, maana yeye aliyashuhudia hayo. Na kama ukishuhudia chochote, unasikia Branham anakuja sasa kutuambia sisi, na kama ukishuhudia chochote, wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Wewe ndo uko pale kwa ajili ya kuua kazi ya Mungu isiendelee, unahatia kama hii ya Paulo. Na kama ukishuhudia chochote wewe unahatia. Ukishuhudia chochote ambacho ni kinyume ya neno, unahatia. Wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Kwa hiyo kama tukishuhudia, tuseme, anatoa mfano hapa, naam, hawakupaswa kufanya jambo hili fulani, kuwa mwangalifu na yote unayosema, kwa maana unahatia jinsi hukumu yako inavyoelekea. Kama uwezi kuamua, usiseme kitu, liache tu. Sikia mashauri ya ndo maisha yote haya, ndo Ukristo wote huu ambao Branham anatuambia. Roho Mtakatifu anaanza kufunua maisha yetu hivi. Unasikia dogo? Fuate huko. Ndo uzima huu. Mungu anasikia? Pastor, unasikia? Kaa vizuri sasa. Ndo uzima huu.
Watoto mnapaswa muwe na adabu. Unasikia vizuri? Mnaheshimia wazazi wenu, mnaheshimia walimu wenu shuleni, mnapendana nyewe kwa nyinyi. Nasikia dogo, unapenda ndugu zako, hao wadogo zako ni wa ndugu zako. Usiwe watu wengine wageni wakikuwa ndio na wafurahia, lakini bandugu zako hawafurahii. Ni pepo. Unasikia vizuri? Wageni wakikuwa au ndio unaanza sikia na Kiingereza ndio vinakuwa vya mrefu hivi. Lakini hapo benzako hapa akigusa kidogo sefo talungula. Unasikia? Ndo neno hii. Uwe mwangalifu, ndo Branham anasema. Branham anatuambia sie bote hapa. Sie bote kuna tuambia na mimi niwe mwangalifu. Nisishuhudie chochote ambacho hakina cha kweli. Kwa sababu mimi ndo nahubiri hapa na nasema hapa ndo neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili. Na kama ukishuhudia chochote, wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Kwa hiyo kama tukishuhudia, tuseme kwa mfano naam, hawakupaswa kufanya jambo hili fulani. Frere alifanya hivi vile. Anaenda kufanya mkanisa kanisa yuko mnyumba aje. Uko wapi? Frere Branham, frere usifanye ibada mnyumba frere. Haiko neno frere. Tulia wewe. Subiri ngani kusomea nabii sasa. Siku ya ushindi. Jurve. Siku ya ushindi. Sikie Branham anavyosema. Branham Jurve hapa. Branham iko wapi hapa? Paragrafu za mwanzoni hapa. Nisome hapa. Okay, ni paragrafu ya kwanza. Jour de victoire, tarehe 21 mwezi wa 4 63, siku ya ushindi, ilihubiriwa Sierra Vista, Arizona. Tarehe 21 mwezi wa 4 63. Nataka nisome hili. Sikie Branham anavyosema sasa. Mwaweza kuketi mkipenda. Branham alienda hubiri mnyumba ya frere. Mlikuwa kanisa mnyumba. Ça c'est une révélation C'est une révélation ça. Chezea mtoto wa Branham mwe. Mwaweza kuketi mkipenda. Nami ninataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu. Branham na Roho Mtakatifu wake wote ndani yake, namshukuru Mungu. Nataka nimshukuru Mungu kwa kitu gani? Nami nataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu kwa majaliwa ya kuwa hapa na kukutana na raia wenzangu wa ufalme wa Mungu. Wakati ninyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo,
wakati nyinyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba ya ndugu huyu. Tumpigie Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pastor unalala? Yeah. Waamini wa Laodikia. Amuka. Ni hatari. Amuka. Branham anasema ninataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu kwa majaliwa ya kuwa hapa na kukutana na raia wenzangu wa ufalme wa Mungu, wakati ninyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba ya ndugu huyu kufanya ushirika pamoja. Kwa namna fulani inanikumbusha juu ya kanisa la mwanzoni, jinsi Ukristo ulivyoanza hapo kwanza. Ilikuwa Biblia ilisema ilikuwa ni nyumba kwa nyumba, walikutana na kuumega mkate kwa moyo mmoja, na hilo ndilo tunalotaka kufanya asubuhi hii, wakati tukiwa hapa na umoja wa moyo, kusudi moja, kusanyiko munyumba. Branham anarudi, ndivyo ilivyokuwa kipindi cha wanani cha wamitume. Ile efe ya kwenda kufanya ushirika kwa wandugu na wanawamega mkate wa ushirika, wanafanya ushirika, ilikuwa ni kukusanyika, sio kutoka munyumba kwenda sehemu fulani eti ndio unaenda kukanisa. Branham Branham ambaye ndo modele alikusanyika, alipanda kumibare munyumba na prêcher jour V jour de victoire, siku ya ushindi. Anaihubiri wapi? Munyumba ya frere, hapana kukanisa ya Branham Tabernacle, Sierra Vista Arizona kule. Munyumba frere, usikae munyumba frere frere, message iko vaste ye ikondoleno. Sikia Branham anasemaje? Frere Branham, tuambie baba. Nairudilia tena, nami ninataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu kwa majaliwa ya kuwa hapa na kukutana na raia wenzangu wa ufalme wa Mungu, wakati nyinyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba mmekusanyika raia wenzangu wa ufalme wa Mungu, wakati nyinyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba ya ndugu huyu kufanya ushirika pamoja. Kwa namna fulani inanikumbusha juu ya kanisa la mwanzoni, Bapetro Yerusalemu, jinsi Ukristo ulivyoanza hapo kwanza. Ilikuwa Biblia ilisema ilikuwa ni nyumba kwa nyumba, walikutana na kuumega mkate kwa moyo mmoja, na hilo ndilo tunalotaka kufanya asubuhi hii. Sasa huo mkate wa uzima leo ni neno. Ile walipokuwa wanakuwa ni mkate wa kawaida, walioka kule wanatengeneza, ambaye haina chachu, na wanaanza kufanya ushirika mule. Sasa leo ni wa kiroho, neno la Mungu linahubiriwa popote pale. Nyewe wawili watatu mkikusanyika, Yesu ndo alisema katika jina la Yesu Kristo, mkiwa na nia moja, tayari ni kanisa. Wengi wanajua kwamba kanisa ni kutoka mnyumba. Kama sisi tuko hapa Syracuse, tunaenda kama vile tutaenda ingilia wapi? Kwa mfano tuingilie wapi? Madison kule, ama tuingilie ku Liverpool. Nayo kanisa ngoja nijue bande kwanza, usikie Branham, mtaijue bande. Ngoja nijue hapo, msifikirie kwamba ni mie. Frere ni vyake hivyo, anataka kuongeza. Sikufunzwa hivyo kwenye itoka wa kunifundisha kuongeza wala kupunguza. Sikufundishwa hivyo.
Mwambie baba, sikia Branham sasa. Well, I want you ngoja nende huku kunani huku kufaili huku ndio mtasikia vizuri Kiswahili kenyewe kwa sababu kinachangamana na Kiingereza hapo. Tasoma Kiswahili kenyewe. Sikia hapo. Waweza kuketi mkipenda. Nami ninataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu kwa majaliwa ya kuwa hapa na kukutana na raia wenzangu wa ufalme wa Mungu. Wakati ninyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba ya ndugu huyu kufanya ushirika pamoja, ndio kwa namna fulani inanikumbusha juu ya kanisa la mwanzoni. Jinsi Ukristo ulivyoanza hapo kwanza ilikuwa, Biblia ilisema ilikuwa ni nyumba kwa nyumba walikutana na kuumega mkate kwa moyo mmoja, na hilo ndilo tunalotaka kufanya asubuhi hii. Wakati tukiwa hapa ni umoja wa moyo, kusudi moja. Jambo moja tunalojaribu kufanikisha, na hilo ni kuutimiza mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu wakati tukiwa hapa duniani. Na labda huenda ikawa Mungu maelfu mengi ya miaka iliyopita, lakini yeye ni wa hekima yake isiyo na kipimo, waweza kuketi mkipenda. Nami ninataka kutoa shukrani zangu kwa Mungu kwa majaliwa ya kuwa hapa na kukutana na raia wenzangu wa ufalme wa Mungu. Wakati ninyi watu mmekusanyika hapa asubuhi ya leo katika nyumba ya ndugu huyu kufanya ushirika pamoja, kwa namna fulani inanikumbusha juu ya kanisa la mwanzoni. Jinsi Ukristo ulivyoanza hapo kwanza ilikuwa, Biblia ilisema ilikuwa ni nyumba kwa nyumba walikutana na kuumega mkate kwa moyo mmoja, na hilo ndilo tunalotaka kufanya asubuhi hii. Wakati tukiwa hapa ni umoja wa moyo, kusudi moja. Jambo moja tunalojaribu kufanikisha, na hilo ni kuutimiza mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yetu wakati tukiwa hapa duniani. Na labda huenda ikawa Mungu maelfu mengi ya miaka iliyopita, lakini yeye ni wa hekima yake isiyo na kikomo alijua ya kwamba tungekuwa hapa asubuhi ya leo na tungekuwa huku nyuma kwenye mbuga hii pana ama jangwa hapa kwenye jengo hili dogo. Alijua hilo maelfu ya miaka iliyopita. Sasa tulikutana na baadhi ya marafiki zetu waliokuwa wakija huku asubuhi ya leo kutoka Tucson, familia ya Strika. Na walikuwa wameharibikiwa na generator kwenye gari lao. Tuliwakusanya wale tulioweza kuwaleta huku. Nasikia nabii? Wala. Merci Seigneur pour William Branham. Na kama ukishuhudia chochote, wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Kwa hiyo kama tukishuhudia tuseme, Lord, naam, hawakupaswa kufanya jambo hili fulani, kuwa mwangalifu na yote unayosema, kwa maana unahatia jinsi hukumu yako inavyoelekea. Kama uwezi kuamua, usiseme kitu kama yakijua, ndugu dada, usiseme. Message iko très vaste, message ni pana, forêt équatoriale, kwa sababu Branham yeye iko semer, un vrai semer. Ngoja niwaonyeshe kidogo hapa. Ni mpandaji mzuri wa mbegu ya neno. Na ndo unakuta zamani, unakuta sisi wakati tulikuwa tunaishi na wao kule Tanzania, unakuta wao walikuwa napata mavuno mengi kuzidi hata sisi ambao, ama wazazi wetu ambao walikuwa nazoea kulima, walikuwa napata mazao mengi kuliko wazee wetu. Kwa sababu gani? Wazee wetu wengi hawakujua namna ya kupanda mbegu. Kwa mfano kama ni maharagi au ni mahindi au karanga. Naona mimi kwenye niliona wengi ilikuwa wanaweka umashimo hapa, ndio wanaenda wanaweka mbegu. Kama ni mahindi wanaweka huko. Huyu haiko semere wa mzuri. Huyu haiko mpandaji mzuri wa shamba. Mazao yake itakuwa ya hafifu. Frère Branham nabii anasema kwamba mpandaji wa mbegu nzuri ni yule ambaye anakuaga na tupa hivi.
anachukua maragi anatupatupa kiolela, domo anajua kupanda. Na ndo gisi Branham alifanya hivyo. Hii ndo gisi ilivyo hii message. Message ni mbegu ambazo zimetupwa ovyo ovyo, zimetupwa hivi. Asema nabii. Je message religieux. Anatupa hivi. Maandiko unakuta mkaransisi acha ubiri tena mihuri 7 kufika mkaransenke kufika msekande anahubiri tena kufika karanefu anahubiri uungu wa Yesu Kristo. Baadaye tena kufika mswasantro anasema eti wakati mihuri 7 ilivyokuja ndio ilikuja kufunua tena uungu wa Yesu Kristo. Na tayari mkaranefu acha ubiri uungu wa Yesu Kristo. Mihuri 7 ilipokuja ikaja kufunua uzao wa nyoka. Mswasantro ndio ilikuwa hii niwe. Na wakati tayari alihubiri uzao wa nyoka 58. Ndio gisa alitupa vile. Yaani ni mapalmares, ni mafishe. Na ndio maana alivyohubiri mu 48, mu 47, mu 40 mule ni neno. Lakini sasa ni kama vile kitabu. Hii neno ni kama kitabu, kuko paji ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6, ya 7. Ndio message. Sasa kwa kuwa yeye iko bosomer, yeye ni mpandaji mzuri, alitupa mambegu ovyo ovyo. Sasa ndio nakuta wale waliopewa vipaji, karama, huduma 5 sasa za Waefeso 4 ndio zinakaa chini. Daktari anakuja, anaangalia akiwa chini ya upako, inspiration ya Roho Mtakatifu, inaanza mwambia sasa chukua ile andiko. Uzao wa nyoka chukua pale inamaanisha hivi. Hili ilikuwa inamaanisha hivi. Ule nyoka alikuwa inamaanisha hivi. Mwanzo moja ilikuwa inamaanisha Mungu akuumba ilikuwa ni kitu fulani. Kabla ya Mungu kuumba kulikuwa kitu fulani. Daktari na ndio hiyo, ndio gisi ujumbe ulivyo. Branham anasema jambo fulani linalofanyika likitendeka, kama ulijua usiseme, utakuwa na Mungu atakuadhibisha, utakuwa na hatia bure. Tukingali tu paragrafu ya 4. Oh Seigneur. Na kama ukishuhudia chochote, wewe unahatia tu kama kuwa mshiriki wake. Kwa hiyo kama tukishuhudia tuseme hawakupaswa kufanya jambo hili, jambo lile, jambo hili fulani, kuwa mwangalifu na yote unayosema, kwa maana unahatia jinsi hukumu yako inavyoelekea. Kama huwezi kuamua, usiseme kitu, liache tu. Basi unapokiri ya kwamba wewe ni Mkristo, basi unahatia. Unaona? Unahatia ya kuwa Mkristo, nawe unabudi kuuishi huo. Nasikia nabii anavyosema, tukijiita tuko wa Kristo na tuishi sasa maisha ambayo inafanana na Kristo. Tukiishi kinyume na hicho, ni hukumu tayari. Mimi niko Mkristo, mimi niko mhubiri. Na tunaenda angalia venye unavihubiri au viishi. Uko Pierre d'Achoppement. Una hatia ya kuwa Mkristo, nawe unabudi kuishi huo. Anataka kumaanisha kwamba wewe ukijiita uko Mkristo, ishia sasa maisha ya Ukristo. Tofauti na hayo unahukumiwa. Na ndio maana wengi wanahukumiwa na wakingali hai. Watu wanaenda kanisani na tayari Mungu alishawahukumu wataenda kumoto. Si tu wengi wanasimama hapa kumibari, batachomwa sana. Na Mungu anapotoa ahadi katika Biblia, ninamwona mtu hapa kwenye kiti cha magurudumu. Mungu anapofanya ahadi, yeye anahatia kwa ahadi hiyo, isipokuwa iwe anaitimiza. Nasikia nabii, iko challenge hii, changamoto hii. Mungu anapoahidi kwamba mtu akiwa mgonjwa na apone, na akiombewa bila kupona, kuna tatizo fulani, kuna kasoro. Je, Mungu anakuaga na kasoro? Hapana. Mungu akitoa ahadi ni lazima atimize. Alisema, tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo.
nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa uje ufate hivi na hauna. Branham akasema kwamba watu wengi hawapati Roho Mtakatifu kwa sababu wakati wa kubatizwa wanakuwa watengenezi vizuri, hawatengenezi maisha yao vizuri, na ndio leo unakuta wengi leo si tu kwa madhehebu, unakuta mtu alikuwa mlevi, mchawi, mzinzi, anaambiwa hatubu, au unakuta pastor anaficha mtu mkubwa huyu anajulikana mitaani, huyu ndio akuje kutengeneza hapo. Sijui alianguka na bata, alianguka na mbuzi, aanze kutengeneza hivyo. Mbingu ni yako wewe, atengeneze vyote. Kama alianguka na mama yake atengeneze, kama alianguka na dada zake atengeneze. Asipotengeneza dhambi iko pale, bado iko na hatia. Ndio maneno haya ya kuhubiria watu haya. Akiwa mwanamke kama aliwahi kuanguka na mwanaume wa watu, anatubu. Na ile siku unabatizwa, ile ukibatizwa unatubu pale, ukitoka mumai wenda kunyumba, unatafuta ule mwenye ulitubu naye. Ndio maandiko yanavyosema. Kwa mfano mimi hivi nikianguka kwa sababu sitaangukaga, ni vigumu. Nikianguka tena naanguka na mwanamke wa watu, kineno ninawajibika niende nitengeneze kwa mme wake. Nitachukua mke wangu naenda tubu kule. Hakuna kuja kutubu tu kanisa na unabakia vile. Nitabeba na mke wangu tunaenda tubu kwa mme. Kama mme wake atanipiga mapanga, ni mshahara wa nini? Wa dhambi. Mshahara wa dhambi mauti. Na kila biashara iko na faida. Ndio faida ya biashara ya uzinzi. Kama atakukata, na ndio maana hapo Marekani msichezee. Marekani iko mizai, utapigwa risasi kichwa itapasuka. Unachezea wake za watu wewe frere wewe. Subiri. Narudilia tena kuwapa tahadhari tena. Msichezee wanawake wa watu hapo. Branham alisema ndugu yake ya Bankswood alikimbia, alipona chupuchupu, alikimbia kudirisha. Fikini miza. Alikimbia kudirisha kule. Ule kwa. Ngoja nisome kwanza. Fikini miza. Naona frere anaanguka na wake za watu, na tena anaenda mbebesha mimba mke wa watu. Na huko mkanisa tu natulia pale tu hivi. Que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimé. Shalom frère. Ujumbe huu frère. Ujumbe ni Mungu frère. Kumbe aisha zala na mke wa watu kule. Unakuja mkanisa utaenda kuzimu. Shetani wewe. Ndege mchafu. Ibrahimu alifukuza bote. Fukuza. Ni tai. Tai bote alibafukuza. Branham anasema zilikuwa tai zile ambazo zilikuwa kwenda kuharibu ile nani? Zile sacrifice ambazo alikuwa ameziweka pale. Soma kitabu cha Mwanzo sura ya 15 inakuambia hivyo. Na alafu uje usikie tafsiri ya Branham. Na Biblia inasema ni wale ambao wanapendaka kuanguka na wanawake. Fukuzeni bote bale. Anajaja kanisa yote inajaa bazinzi na nuka. Nani atahubiri? Hakuna. Bachanga ndio wanakuwa wanasimama hapa kuhubiria watu. Bisheta. Mbele bakingali kumaziwa ndio wanakuwa wanasimamia watu hapa kuhubiria watu. Branham anasema ndio unakuta leo makanisa ya leo, kwa sababu kama mtu kalikuwa kanajua kupiga gita kule kumazehebu, anakuja tu na kuanza kusimamia watu hapa, anaanza kuhubiria watu na kuanza kukemea watu hapa. Kana message sa. Branham anasema unapaswa upite kwenye ile mji wa changarawe kama Musa. Ukutanane kwanza na nguzo ya moto ikigeuze. Hapana kwa kupanda kumibari hapo na ukingana masantima ya kuanguka na banamuke. Frère. Message frère. C'est Dieu lui-même. Et moi j'ai écrit le message il y a longtemps. Hein? Je suis dans le message, ça fait 20 ans comme ça. Je suis dans le message, je connais tout ça.
le mystère que Frère Branham a révélé. Haina kitu, muangalie kitambi huku anaanguka ovyo ovyo. Oi. Branham anasema watu wa kupanda hapo wanapaswa wao ambao wamekutanana na Mungu kama jinsi Musa alipokutana na Mungu jangwani kwenye changarawe. Yo, yes. Ngoja nitakuja kuisoma siku nyingine. Inspiration ilikuwa nakuja niwasomee, lakini ngoja tuokoe muda. Tapigwa risasi hapa. Chezea wewe. Marekani hii. Una hatia ya kuwa Mkristo. Nawe unabudi kuishi huo. Bahubiri na mimi niko hemo. Tuishi maisha ya Ukristo. Paka kuja kusema watu vya buzinzi hapa na unakuta mimi ndo wa kwanza buzinzi. Sefo. Nisikia mwa batu leo bamingi wako nasema kama ni frere mwenye alianguka wanamuke ndio inakuwa ni mahubiri anaongelewa sana, lakini wenye wanaanguka na pesa na umaarufu hawasemi. Aucun péché ne restera impuni. Ile hata kama itakemewa Mungu atahukumu tu. C'est un péché, péché c'est péché. Si kama hivi ni kama viungo vya mwili. Kuko viungo ambavyo vinaonekana, vingine havionekani. Nani ambaye shaona moyo unatembea hivi? Moyo unatembea hivi. Je, iko kiungo cha mwili? Kwa hiyo tuna ile yenye inaonekana kwa tunaipiga kwanza. Ile demo yenye inainuka kwa tunaichapa masasi. Ile nyingine kama inafichama Mungu atatupa strategie. Nous avons une grande stratégie. Atatuambia formula ya kuipiga hii. Una hatia ya kuwa Mkristo, nawe unabudi kuuishi huo. Na Mungu anapotoa ahadi katika Biblia, ninamuona mtu hapa kwenye kiti cha magurudumu. Palikuwa mlemavu wakati ndugu Branham anahubiri. Frere wewe ambako na maguru. Hapa ni ile yenu ya kunyorosha. Mapepo yenu ile ya bafumu ile. Mungu ndo aliahidi. Mungu ndo aliahidi. Walemavu watatembea. Haiko we pastere. Haiko kazi ya mchunga, haiko kazi yangu mie. Ni Mungu mwenyewe. Branham ndo anasema, Mungu anapofanya ahadi, yeye hana hatia kwa ahadi hiyo isipokuwa iwi anaitimiza. Ndio kisi banakuwa wanamshikilia Mungu kwa neno hivi. Usiombe tu Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Mathayo, Mungu wa Paulo. Unaomba, vous devez prier la prière selon les promesses de votre jour. Unaomba Mungu kulingana na ahadi za wakati wenu. Wewe unaenda omba vya Ibrahimu ulikuaga eko. Ajabu kabisa. Wewe ulikuaga eko, wewe ukipewa majaribu ya Ibrahimu utaweza? Eti Mungu nisaidie kama ulivyosaidia Ibrahimu. Wewe. Unaona kwa sababu Aisha kuwa na mtoto eti miaka 25 ana mtoto. Unafikiri ni miza? Wengi hapa hivi miaka ngapi tu Aisha zala nje kule. Wewe. Nabii anasema Mungu anahatia. Mungu anapoahidi Marko 16 kama itimie mkanisa. Mungu iko na hatia kama itimie. Na Mungu hakuagi na deni ya mwanadamu. Sie ndio tuko na matatizo. Hatujiweki sawa. Na watu tunakuwa tunasuasua. Kwa nyuma kichoni. Kuko demo zingine ambazo ziombe hata kuomba. Branham aishatuambia, aishatupatia strategy, njia nyingi. Frère Branham anasema Mungu ana njia nyingi za kuponya watu. Sio hadi tu pastor haja kuombee. Na unaona wengine wanasafiri wanatoka Kigoma wanaenda Mwanza, naenda kwa ule mpagani. Naenda fanya nini? Unaenda fanya nini? Mungu alikuambia uende eko. Wewe hauna Mungu, hauna imani. C'est la foi qui guérit. Vyote vinatokana na imani.
Na Biblia anasema Mungu iko na njia nyingi za kuponya watu. Ana njia nyingi za kuponya watu. Unaweza pona tu kwa kusoma Biblia. Hii kusoma Biblia tu ukiwa muinspiration, ukiwa muwepo wa Mungu. Mimi nishaga pona mie. Mimi nishaga pona kwa kusikiliza tu wimbo. Wimbo tu huu. Nikaingia muoncho tu na pepo ikatoka. Bila kuombewa. Branham anasema Mungu iko na njia nyingi za kuponya. Unaweza pona kwa kukunywa dawa. Unaweza pona kwa kusoma hii Biblia, kwa kuimba. Hii kuimba hii. Simama imara utashinda, ukiwa naye Yesu utashinda. Unaingia tu muwepo tu. Demu inaruka. Mungu anapofanya ahadi, yeye anahatia kwa ahadi hiyo, isipokuwa iwe anaitimiza. Mungu anahatia anapofanya ahadi. Mungu anapoahidi tu, ishara hizi zitafuatana na wao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Tayari anaweka hatia vile. Aisha kuwa mwatia. Isipotimia anahatia. Je, Mungu atakuwa na deni ya mwanadamu? Sisi ndo tuna kazi. Sisi ndo tuna matatizo. Na maandiko yanahatia mpaka yatakapotimizwa. Nasikia nabii huko. Mungu alinipa hivi. Usianze kufurahi kabla hujaona kitu. Branham ndo anasema maandiko pia, na maandiko haya ya Biblia yanahatia kama yatimii. Hatutaki Mungu wa historia. Na maandiko yanahatia mpaka yatakapotimizwa. Unaona? Yako hapo kwa kweli kama tamshi ambalo Mungu amefanya. Nalo halina budi kutimizwa. La sivyo Mungu anahatia. Unaona? Na kwa hiyo Paulo akiwa mwalimu akishuka njiani kwenda zake Dameski siku hiyo, yapata saa 6 za mchana nadhani, kulikuwa na nuru kuu iliyoangaza kutoka mbinguni, nayo ilimpofusha, naye akaanguka ardhini, naye akasema, alitaka kujua huyo alikuwa ni nani. Alisema sauti ilinena na kusema, Sauli, Sauli, mbona unaniuzi? Ninaamini ni mlango wa 8 wa Matendo ya Mitume. Ni sura ya 9. Ndo hapa kwenye tulienda kusoma hapa. Sura ya 9 hapa. Ni sura ya 9. Akasema, ni nani huyo ninayemuuzi? Ndipo hiyo sauti ikarudi. Anarudilia yale ambayo Biblia ilisema. Ndipo hiyo sauti ikarudi na kusema, mimi ni Yesu. Lo, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kupiga teke michokoo. Basi Yesu alikuwa ni nini wakati huo? Nasikia nabii anajiuliza, alikuwa Yesu nini? Yesu wakati huo ambaye aliuziwa alikuwa nani? Alikuwa nini? Yesu yeye alikuwa ni nuru, nuru kubwa tu inayong'aa sana. Sasa ili kututia moyo na kupata msingi hapa, yeye alikuwa ni nuru kwa namna gani? Ambapo alikuwa ni mwanadamu. Nasikia huko Yesu alikuwa ni nuru namna gani wakati yeye alikuwa ni mwanadamu, aliishi hapa duniani kama mwanadamu? Hizi ndio siri ambazo nao Waislamu wanashindwa kuelewa. Ndio maandiko ambayo anasema Paulo alikuwa mshenzi sana, alikuwa anajichanganyiko hivi na anasema sasa vingine. Hauwezi elewa ya maandiko. Sasa hakuna mtu kulikuwako na kundi la askari waliokuwa pamoja na Paulo, walinzi wa hekalu, wakishuka kwenda kuwatia mbaroni. Paulo alikuwa ndiye jemedari mkuu. Nao walikuwa wakishuka kwenda kuwakamata hao watu. Biblia ilisema wanafunzi wa Bwana, kwa ajili ya kampeni zao na kadhalika. Walikuwa wanafanya kampeni za Injili.
na kwa ajili ya tumaini lao la kidini lililokuwa ndani yao. Lakini sasa huyu hapa Yesu kama nuru kubwa. Sasa kama ukikumbuka hapo mwanzo, Yesu alikuwa ni nuru. Yesu alikuwa ni logos iliyotoka kwa Mungu. Logos. Wanateolojia wanajua hii logos ni nini. Wale ambao wanasoma teolojia wanaelewa logos ni nani. Yesu ndo alikuwa Yesu, ile nuru ambayo ilitoka kwa Mungu. Eti na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ile nuru, ule mtu kwa mfano wetu. Ile nuru iliyotoka ile ndo logos, ambaye ni mwana. Logos mwana, ambaye ndiyo ilikuwa theofani. Kwa maneno mengine, theofani, umbo la kwanza la Mungu kuchukua hapa duniani kabla hajakuja ndani ya Yesu. La theofani, la forme humanoide. Yesu alikuwa ni logos iliyotoka kwa Mungu, naye alikuwa ni nini? Alikuwa ni malaika wa agano, yule ambaye alikuwa mbele ya nani? Ya Musa. Oh la la, ambaye aliwaongoza wana wa Israeli nyikani, nguzo ya moto. Usiku ni nguzo ya moto na mchana ni wingu, na sisi tuko navyo. Ndio Paulo alivyosema wa Korinto sura ya 10. Mchana walitembea na wingu, usiku hii wingu nageuka na kuwa nguzo ya moto. Ndio ilikuwa taa yao, na mbele wako na profete Musa. Na sisi tuko navyo wingu, tuko nayo hii hapa. Le 28 février 1963 alipigwa picha kule Arizona. Haiko hadithi hii, viko ni real. Benye walishika hii ni journal ya hapa Marekani, gazeti la Look Lifetime za New York ndio zilipiblie hivi. Hii hapa Douglas, Houston, Texas 1950. Hapa Marekani vilishikwa. Na ukienda Washington DC kwenye mize, jumba la makumbusho la hapa Marekani, vitu vikubwa ambavyo Mungu alifanyaga hapa Marekani viko Washington DC. Picha hii ya Branham, picha ya malaika. Kwanza iko hata ya Branham, ni ya malaika. Iko mize Washington DC. Alikuwa ni malaika wa agano ambaye aliwaongoza wana wa Israeli nyikani. Naye alikuwa ndiye ile nguzo ya moto walioitazama, nguzo ya moto. Naye alikuwa, na wakati alipokuwa hapa duniani, yeye alisema nilitoka kwa Mungu nami narudi kwa Mungu. Ina maana anataka kusema kwamba alikuwa ile nuru na tena narudilia kuwa ile nuru. Na ndio maana wakati alitembea Sauli anaenda Damaski, nuru ikamshukia tena. Yule Yesu ambaye alikuwa ni nuru tena anakuya anamwambia, mbona unaniuzi Sauli? Ndo maana ile andiko nalitoka kwa algebra, nilitoka kwa Mungu nami ninarudi kwa Mungu. Kwa hiyo kama yeye alitoka kwenye nguzo ya moto akawa mwanadamu, basi kama alirudi mahali alikokuwa, alirudi akawa nuru tena. Naye alikuwa ndiye huyo hapo wakati Paulo alipomwona. Yeye alikuwa ni nuru. Unasikia huko? Yesu yule ambaye alitembea hapa na wakina Petro katika umbo la mwanadamu, tena akamfikia nani? Paulo wakati anaenda Dameski katika umbo ya nini? Ya nuru. Na Bwana abariki hao machache. Muda wetu unaisha, tutaendelea. Mungu atutupa nafasi. Nashukuru Mungu wetu. Tusimame tuombe Mungu. Muda wetu unaisha. Stop hapo.